Ujio wa Depu ndani ya kikosi cha wananchi Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves kumezidi kuwapa jeuri wananchi katika upangaji wa kikosi chao na hasa katika eneo lao la ushambuliaji. Depu ni mshambuliaji. Maana yake ni nini? Anakwenda kuongeza idadi ya washambuliaji ambapo Yanga hivi sasa wanaye Prince Mpumelelo Dube anaweza kucheza nafasi anayocheza Depu kama mshambuliaji kinara ama miongoni mwa washambuliaji wawili pindi timu inapotumia washambuliaji wawili. Lakini Yanga pia enaye Clement Mzize Walid ambaye pia huweza kucheza kama mshambuliaji kinara. Lakini kwa namna ambavyo Yanga hucheza mara nyingi chini ya kocha Pedro Gonçalves na hata makocha waliotangulia ni kwamba baada ya golikipa wanakuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo tatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Kwa lugha nyingine, ule mfumo ambao sasa umekuwa gumzo hasa baada ya Yanga kuwafunga Mashujaa mabao 6-0 huku katika kipindi cha pili kuanzia dakika 55 Yanga ikiwa na washambuliaji wawili Dube na Depu ambao wote wamefunga leo hii, ndipo imeibuka ile mfumo wa PDD. PDD wakitambalia jina maarufu la msanii aliyeingia matatani hivi karibuni kwa maana ya Puff Daddy PDD. Kwamba wanaposema PDD wanamaanisha Pacome Zouzoua, wanamaanisha Dube, wanamaanisha Depu. Na ili formula hii ifanye kazi kutokana na kile ambacho mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwa umma wa Yanga Ali Kamwe baada ya ushindi wa 6-0 dhidi ya Mashujaa katika kutamba kwake miongoni mwa vitisho alivyovitoa kwa wapinzani wa Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara, ligi ya mabingwa barani Afrika na wapinzani wao wengine kwenye michuano mbalimbali kwa msimu wa 2025-26 ni kwamba kuna hii formula ya PDD ni hatari sana katika kuwaletea matokeo wao na kuwaadhibu wapinzani. Lakini kimsingi kwa formula hii kuna masharti yake. Kwa maana kwamba Yanga baada ya golikipa wanakuwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo tatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Kwa formula hii ya PDD ambayo wakiamua wakati wote wanaweza kuitumia na ikawapa matokeo kwa sababu ya aina wachezaji husika, ni kwamba wakipanga hivi maana yake D mojawapo kati ya Dube na Depu kama anacheza au Mzize lakini hayupo kwenye formula hii, ni kwamba mmoja itabidi aje pembeni endapo Yanga itaendelea kutumia mfumo huu wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo tatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Hii alternative 1 kwamba katika wale washambuliaji wale D mbili zile, mmoja aende pembeni, mwingine aendelee kuwa pale mbele. Akienda pembeni maana yake anakwenda kuungana na viungo watatu ushambuliaji. Yanga walifanya hivi. Baada ya dakika 55 alitoka Maxim Pia Zengeli, alitoka Pedro Pacome Zouzoua, akaingia Mudathir Abbas, akaingia Depu, lakini wakati huo Dube yuko uwanjani, Yanga ikiwa inaongoza mabao 3-0. Nini kilichotokea? Dube alihama kutoka mshambuliaji kinara akaenda pembeni kwenda kucheza eneo ambalo alikuwa akionekana kutoka Pacome Zouzoua. Mudathir Abbas yeye kama kawaida alikuja hapa nyuma ya mshambuliaji kinara alipokuwa akicheza Maxim Pia Zengeli, akaja Mudathir Abbas. Kwa hiyo tactical switch, mbadilishano kidogo nafasi ilikuwa hivyo kwamba Dube alienda kushoto, Max aliyekuwa kati katoka nje, akaingia Mudathir akaja kuchukua nafasi ya Max. Ilikuwa ni eneo nafasi ya kubadilishana kwa nafasi ile ile. Matokeo yake ukawa na Alan Okello, ukawa na Mudathir Abbas, ukawa na Dube, ukawa na Depu. Yanga ikatisha zaidi katika kipindi hicho cha pili, hasa kuanzia dakika 55 baada ya mabadiliko haya. Mabadiliko mengine pia yalifanyika kuingia kwa Mohamed Hussein Shabalala beki wa kushoto baada ya kutoka kwa Shadrack Sakaboka, alikuja kuingia kwa Satula Yao, alikuja kuingia Musa Balakonte baada ya kutoka kwa Mohamed Damaro Kamara. Matokeo yake Yanga aliongeza mabao 3. Bao katika dakika ya 79, bao dakika ya 81, bao dakika ya 89. Na alimuhusisha nani? Na dakika 89 alifunga Depu, ni mpira ambao ulitemwa na golikipa Eric Johora wa Mashujaa aliyecheza shuti la free kick lililopigwa na Alan Okello ambaye alipata fursa ya kupiga free kick baada ya Depu kufanyiwa madhambi. Lakini bao lingine alifunga Mudathir Abbas, pasi kitoka kwa Depu mtokea benchi mwenzake, waliingia wote dakika 55. Lakini la dakika 79 lilifungwa na Dube, pasi kutoka kwa Mudathir Abbas. Mashujaa walivurugwa mno. Akina Samson Madeleke, akina Mohamed Musa Mpoki Mwakinyuke walikumbana na wakati mgumu kuelekea mwishoni mwa mchezo na ndipo akaruhusu mabao hayo 3. Wakati huo D mbili zilikuwa zikifanya kazi, Dube na Depu, Pacome akiwa nje. Lakini utaratibu mwingine wanaweza kufanya ni kwamba
Yanga inaweza kawa na washambuliaji wawili baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, halafu viungo wanne na washambuliaji wawili. Wale washambuliaji wawili juu wanaweza akawa Dube na Depu, na hivyo kufanya hizo D mbili zifanye kazi. Halafu katika viungo wanne anaweza pakawa na Pacome katika upande mmoja wapo na kufanikisha hiyo formula anayozungumzia Kamwe na mashabiki wa Yanga, P Diddy. Lakini bila kusahau kwamba wengine katika wale wanne katika 442 wanaweza kuwa Maxim Piazegeli, Mudathir Abbas, kuna Alan Okello, kuna Celestine Ekwa, kuna Lassine Kouma, kuna Faridi Musa. Yanga imesheheni katika eneo hilo. Kwa hiyo inaweza ikawa baada ya golikipa 4-4-2, lakini P Diddy bado inaweza ikafanya kazi kwa mtindo wa baada ya golikipa 3-4-3. Hii inaweza katenza P Diddy wakawepo, kwa sababu kule juu panaweza pakawa na Pacome, panaweza pakawa na Depu, panaweza pakawa na Dube katika wale watatu. Depu katikati, Pacome anaweza kacheza popote katika wale watatu washambuliaji watatu, halafu Depu akawa kati, Pacome akapishana, Pacome na Dube wote wanaweza kucheza kutokea pembeni wakakamilisha hiyo P Diddy. Lakini utaratibu mwingine ili P Diddy ipatikane inaweza ikawa ni baada ya golikipa 3-5-2. Hawa wawili wakawa ni washambuliaji wawili ambao ni Dube pamoja na Depu. Halafu katika hawa watano nyuma akawepo Theodore Pacome Zouzoua ili ipatikane hiyo formula ya P Diddy. Lakini mfumo mwingine unaweza kutenza P Diddy ni mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Kama nilivyotoka kueleza awali, inaweza ikawa katika hao watatu formula ile ya P Diddy ikapata nafasi, kwa maana Pacome, Dube, Depu wote wakawepo. Yote yanawezekana. Kwa hiyo P Diddy inapatikana katika mifumo mingi, lakini jeuri hiyo Yanga wanaipata kwa sababu tu wana wachezaji bora sana katika nafasi nyingi uwanjani, na kile walichokionyesha kwa ushindi wa mabao 6-0, maana yake Yanga wamewafunga Mashujaa ambao kabla mchezo wa leo walikuwa wamecheza mechi 9, wameruhusu mabao 4 tu. Timu yenye ukuta imara baada ya Yanga ilikuwa imeruhusu bao moja baada ya kucheza mechi 6. Ya pili ilikuwa ni Azam iliyoruhusu mabao 2 baada ya kucheza mechi 6. Ya tatu ilikuwa Mashujaa pamoja na Simba zilizoruhusu mabao 4, Simba ikiwa imecheza mechi 6, Mashujaa mechi 9. Lakini leo hii Yanga wakaipiga mabao 6. Yaani imezidi idadi ya mabao yote walioruhusu tangu msimu kuanza, na wakiwa wamecheza mechi 9. Kwenye mechi ya 10 matokeo yake Mashujaa leo hii wanafungwa mabao 10 kwa ujumla. Yaani 4 walikuwa wamefungwa awali, wao wakiwa wamefunga mabao 5. Kwa hiyo unaweza kaona Yanga jeuri ya kuwa na formula hii ya P Diddy inatokana kweli kwamba kulikuwa na D mbili uwanjani, wakati Pacome akienda nje anaingia Depu, atenza D mbili yeye na Dube, halafu wakati huo anapata support ya kina Mudathir Abbas, anapata support ya kina Okello, anapata support ya kina Musa Balakonte, kuna Duke Abuya pia na wengineo, kiasi ya kwamba ikawalipa wakaongeza mabao 3, wakachanganya mabao 3 waliofunga katika kipindi cha kwanza. Kwa ujumla Yanga wakafunga mabao 6. Je, hiyo formula itaendelea kuwalipa Yanga kwa matarajio yaliyopo katika mechi zilizobaki za ligi kuu Tanzania bara, ambapo Yanga imebakiza michezo 23, kombe la shirikisho la benki CRDB na ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao la B, wakikabiliana na Al Ahli back to back kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 30, na mechi dhidi ya JS Kabylie itakayochezwa nchini, mechi dhidi ya FAR Rabat itakayochezwa Morocco. Yote ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.